Bana, mambo vipi? Kama kawa Riziki bwana Libia Kitengo, nipo na comedian, content creator, mwigizaji wa nani. Bana, inakuaje? Aisee, kama kawaida. Kama kaa. Hivi kwa nini asilimia kubwa sana ma comedian wakivaa husika uage asilimia kubwa sana mtu akimwangalia na fry tu? Yaani akivaa husika mtu akimwangalia na fry. Yaani comedian yote bwana yule ni comedian lakini ukimwangalia tu na fry. Hii inaletwa na nini sana sana ma comedian? Ngoja wewe umeniangalia kwa fry. Nimekuangalia ndio nimefry. Hiyo labda ni kutokana na kazi ambazo tunazifanya, mtu unakuwa unamfurahisha. Kwa the way akikuona anakumbuka zile kazi, ana enjoy. Sometimes tunafanya uchizi unakutana na mtu anakukagua. Kweli bwana mzima. Kutokana labda kutokana tunafanya labda crazy sana hivyo. Miongoni mwa klipu ambazo pia nimezifuatilia na nilizipenda kinoma noma ni klipu yako moja ile ambayo ya Kivule ile 45 kama sikosei. Bwana, ile klipu iliondoka sana. Nilikuwa nataka nifahamu ulifikiria nini ndugu yangu mpaka ukaondoka na ile klipu, au ni tukio ambalo lishawahi kufanywa pengine mpaka ukaamua kufanya kitu kama kile? Hapana, ni ubunifu tu. Kuna siku nilipita Lugalo nikakuta namba pale jeshi wanatumia simu ya 360. Nilikuwa sio naenda wapi nilikuwa naenda kwa Sabato anakaga Mbezi chini kwa nimepita pale Lugalo nikakuta namba pale simu ya 360. Nikawa nasemaje, afu ujue wauni wao wanapenda kujilinganisha na wanajeshi hao, wanachukua namba kwa sababu wanajeshi ndo wana zile simu ya 360 kikosi. Sio nini, nikasema afu wauni nao nakutaga ile 42 sio 32. Nikasema afu hawa wanataka kujipa ujeshi hawa. Ndo nikapata kitu. Nilivyopata kitu nikataka kukiongea temporary tu kwamba hivi kwa nini watu wanakuaga hivi na hivi na hivi. Baadaye nimetulia nikaona hapana, haitaleta uhalisia. Sasa siku moja tulikuwa tumeenda kushuti kwa Asma kule na ile mabandeji nikapata kitu. Sio hata zile zinaondoka hata za Yanga zile. Ziona sana na imekuwa kama ni content yako ambao endelevu au ilifanya kwa kile kipindi? Zimekuwa ni content zangu endelevu tu ambazo sizifanyi kwa sana, watu hadi wanazimiss. Naisema Simba, naisema Yanga, nimekutana shabiki wa Yanga kanipiga, nimekutana shabiki wa Simba kanipiga. Nilikutana na nilitembea na mke wa mtu akuniambia kama ni mwanajeshi akanipiga. Yaani ni kuvaa uhalisia kama natoa ushuhuda. Kwa hivyo vimekuwa kama content vyangu ambavyo nimevibuni mimi mwenyewe vya kipekee yangu yani. Ukivichapa hivyo ni basata. Na kweli of course watu wanavipokea sana. Mimi mara ya kwanza ukiona kile ngajua ndugu yangu bana kajichanganya 45 kikosi. Kwanza content zile watu wanazipenda. Ukikutana na mtu mwingine hadi anakupigia DM bana chapa ile, lakini mimi nakuwa sizikurupuki. Nikipata yengo kali so kama vile nimekutana na shabiki wa Yanga nikamwelekeza nini kanipiga. Kwa mtu akiona vile afu akiona na zile bandage, kuna mwingine ana feel kabisa kwamba au shoot content anapigwa mashabiki wa Yanga jao na shoot tena na Simba sipendelei na shoot sio nini hivyo. Sasa nikitoka hapo na shootia Maniu. Kubali sana Maniu, utakuwa utawachokoza mashabiki wengi sana. Kina Mbeumo lazima wale mwanaume Mbeumo wamenipiga. Cha kwanza pia nilishai kupita pia kwenye page yako kuna video moja ambayo ulishai kupost kipindi cha nyuma sana, ulishai kwenda Cheka tu pale ukaperform. Koya akakupiga chini akakwambia bana wewe una kitu. Ile video ambayo ukiona TBT ilikufundisha nini na mpaka sasa hivi pia na kuona pia kwenye mitandao ya kijamii imekupokea? Ile ni baada ya kuacha ukaamua kuwekeza sana kwenye mitandao ya kijamii? Hamna, afu mimi mbona Cheka tu jana mimi ni family ya Cheka tu. Maanisha ya kipindi cha nyuma kama kuna clip. Kipindi cha nyuma aliwahi kunikataga kule kwenye challenge ni Zembwela. Lakini ilikuwa ni Cheka hiyo. Ndio nilikuwa natafuta nafasi. Kwenye kutafuta nafasi bwana, jipambania ndugu yangu, utafanyaje? Nilienda kwenye search akanambia kwamba haujui na sio vibaya. Uenda penda kuangalia nilikuwa sijui, ndio maana ikanibidi niongeze juhudi. Na sasa hivi pia upo kwenye episode au kwenye series ya Steve Mweusi. Pia una perform vizuri sana kule, lakini pia nahitaji nifahamu pia Steve Mweusi ni mtu wa namna gani mkiwa location, kwa sababu katika episode ambazo unazifuatilia ukiwepo kwenye scene zako wage unapenda sana hela kuliko masomo sana. Hii inakuaje sana mpaka unaendelea kusoma? Ile pale ni kweli. Ile pale ilienda kwa sababu ni uhalisia. Ngoja kwanza naweza kumuongelea bro Steve. Steve mimi ni kakaangu kwenye game, kwenye miaka. Yaani Steve ananizidi hela, miaka, zambi, umri, yaani kila kitu pengine anaweza akawa ananizidi. Anani control kwa kila kitu na ni mtu katika historia ya maisha yangu ya sanaa hawezi kukosa kwenye kitabu changu. Kwamba ni moja ya watu walionishika mkono kunifanya nikajulikana na wengi na nini.
nitashukuru leo, yani mpaka kesho hata nikisahau nikumbushe jamani kwamba ni kakaangu yeye na Ndalo. Ni watu wanaonishika mkono. Blaza Ndalo ananishika sana mkono. Toka day one ni wote wale ni mablaza zangu. Ile pale ya kusema kwamba money is everything. Money is everything. Ni ilienda vile kwa sababu ni uhalisia. Kweli tunahitaji elimu. Lakini tunahitaji pesa pia ili tuipate elimu. Hata elimu inahitaji pesa. Kwa hiyo tukija tukizunguka kwamba hata mwanamke anaposema kwamba anataka mwanaume mwenye hela, hana maana kwamba eti anataka mwanaume eti mwenye hela sio amnunulie nini, hapana. Pesa lazima ihitajike kwenye mapenzi ili muishi. Hakuna pesa hamwezi kuishi. Pesa ndo kila kitu. Pesa itasababisha wewe utampenda mpenzi wako, atakula ashibeli apate nguvu ya kukupenda, mpendane. Pesa itakontrol maisha, itakontrol familia, hata wale watoto mwalee. Kwa kwenye kila kitu ambacho kinatuzunguka kinahitaji pesa. Yani tutafanya vyote, lakini ukiniambia pesa sio kila kitu, utaniambia sijui labda wema na nini. Mungu ashindanishwe na kitu chochote. Ndio maana huwa tumshindanishi. Yani ukifikia stage yetu unasema eti Mungu ndio kila kitu, umemshindanisha. Mungu yupo na hashindanishwi. Ila dunia ambayo tupo sasa hivi bro, tusidanganyane. Pesa ndio kila kitu. Yani tunahitaji pesa kuishi. Ndio maana ukikutana na kijana leo anahangaika na mapenzi, itabidi tu akumbuke kwamba inabidi atafute hela. Haijalishi ameacha kwa nini. Muda wa kulalamika hatuna kwa sasa. Kabisa. Hicho kitu ambacho nakizungumza ni kweli, kwa sababu kwa mwanaume bila kuwa na sasampa wenyewe na zita inakuwa changamoto kidogo hata kwenye kuishi. Kuna yani kwamba wewe ndo tutolee tu, yani ni mifano vibaya kusema kwamba wewe ndo mwanamke itakaa vibaya, lakini wewe ndo mwanamke, huwezi kuishi na mwanaume ambaye hana pesa. Nikisema kwamba hana pesa sina maana kwamba eti hana pesa. Yani pesa ni nini? Ni ile pesa ya wewe kujikimu, kulala, kujilea, kulipa kodi, ndo pesa yenyewe. Yani pesa kuona, nataka nikisema mwanaume mwenye pesa nimetaja shilingi ngapi? Sijataja bilioni, sijataja sijui. Tunahitaji pesa kwenye maisha yetu ya kawaida ya kila siku, tuishi, tulale, tuamke, tupumue, tupate hizo nguvu, tuzagamuane. Ndo pesa hapo inapoita. Yes, pesa ndo inapoita. Kwa hiyo tukianza kujilemaza kwamba si utu ni nini, tunatengeneza kizazi legevu. Ilisha kutokea pengine labda tukio ambalo lilisha kutokeaga pasipo kuwa na pesa mpaka sasa hivi unalikumbuka? Aisee, ni mara nyingi sana. Historia. Mimi nishatolewaga vitu nje. Hiyo ni pesa ilisababisha nitolewe vitu nje. Kwamba nimepewa mwezi mmoja, ninatakiwa nihame kwenye nyumba ya watu. Mwezi umeisha, sawa? Mwezi umeisha. Hapo unazungumzia kwenye kupanga. Kwenye kupanga. Mwezi umeisha, mimi sina hiyo pesa. Mimi kweli ni binadamu, nimeshavumilika huo mwezi, si ndio? Na mwenye nyumba naye anahitaji pesa aendelee kuona ni maisha yake. Sio kwa ubaya, hakuonei. Akaniambia, ndugu yangu, sikukuita mimi toa vitu weka pale. Nikaenda sehemu, nikatoa ahadi. Blaza naomba, yani nimeenda kutafuta chumba na dalali, na huyo dalali mpaka leo sijamlipa. Ni mwanangu, yani alibidi sasa awe mwanangu. Alinitafutia chumba, tukamfuata mwenye chumba, akamwambia bwana, nakuomba mimi unipe ndani ya tarehe 10 na ngapi, kwa sababu kwa kuna kaela nilikuwa nakafukuzia. Tarehe 10 na ngapi mimi nikae bure, nitakulipa. Na hapo una mke, una mtoto. Yani kweli kuna mapenzi hapo, lakini yanahitaji pesa. Yule mke na mtoto atakwambia bana mimi nitakupenda tu tulale nje. Haiwezekani. Nilienda pale nikahifadhiwa vitu kwenye nyumba ambayo tu haina nini. Mwana akaniombea kwa yule mwenye nyumba, bana huyu namjua na nini, kwa sababu tuna ndugu, kwamba utapeleka baba. Nilibidi nimpeleke jamaa bwana anajuana na yule bana, anakuomba nini. Akaniweka pale nikakaa. Nikaishi kiafsa. Unaonekana pia una story nyingi sana kuhusiana na pesa. Kuna vitu vingi vimetokea sana kwako, ndio maana unazitafuta kwa kasi sana. Of course. Yani tutafute hela wanangu. Maisha bila pesa tutawalalamikia watu, tutawalalamikia ndugu. Tafute pesa tuache kutafuta ndugu. Tafute pesa tuache kutoa lawama. Tutafute pesa tuache kuwatengenezea watu dhambi, kujipa umuhimu kwenye maisha ya watu. Kwamba unahitajika kupewa. Yani kuna yule mtu anakwamba yani wewe ni ndugu yangu inabidi unipe. Hapana. Yani mimi na wewe kuwa ndugu haina ridhaa kwamba mimi natakiwa nikupe wewe pesa. Sijui unanielewa?
Mimi natakiwa wewe ni upendo wangu, sio lazima. Kwa hiyo tukitafuta pesa, tunaacha lawama, tunaacha kila kitu, unaacha umbea, unaacha chuki, unaacha uchawi kwa sababu unakuwa busy na pesa, una concentrate. Ujio wa Nimesema concentrate sawa? Concentrate uko sahihi. Ujio wa Dudu Baya kwenye Memco umeshtua watu wengi sana, lakini pia watu walikuwa nafikiria kwamba Dudu Baya anaweza akaperform pale kwenye Memco kwenye hii series, lakini pia ni miongoni mwa watu ambao pia uko ndani ya Memco pale, uliona namna ya behind zilivyokuwa na mpaka episode ikakamilika. Utofauti wa ule mshikaji unaona wapi baada ya kupewa sini na matokeo yalivyotoka? Dudu Baya kwanza bwana, mimi nilipokea simu ya Mweusi bwana. Kaniambia bwana, mgeni wetu ni Dudu Baya. Nilikuwa na shoot, nilicheka sana. Lakini ndio hiyo inaleta utofauti. Inaleta impact. Kwa sababu mimi kwa ukiangalia ni series ambayo inaleta utofauti na kupa ladha, yani hautuzoei. Leo umemkuta Steve yuko na wanani karibu, kesho Steve niko karibu na Kibege. Leo umetuangalia tulioko meme, kwa kesho tuna mgeni mwingine. Kuna mtu anasubiri kuangalia episode ijayo anakuja nani. Yani ndio maana tunatisha. Yaani achilia mbali tuliomo ndani tunatisha. Sawa? Comedian wakali wote wako ndani. Kizungumzia Steve na Ndalo ni genius kwa comedy. Kwa sababu ndo A-list kwa sasa. Alafu tunaleta surprise ya kila mtu ambaye wewe unamwaza. Kwa kila mtu atafikiwa kwa mtu wake. Sio anomtaka Mboneke, sio anomtaka nani, ni swala la muda. Sisi Waislamu tunasema inna Allah maswablina. Kila mwenye kusubiri yuko na Mwenyezi Mungu. Kwa yoyote ambaye anamtaka mtu yoyote, sisi ndio tunashuti Memco ni ya kwetu. Tupo sana, ile ni Isidingo. Tunapiga mpaka 2100 ya kibongo. Isidingo ya kibongo tunapiga mpaka 2100. Kwa yoyote ambaye unamtaka wewe kwenye Memco, kunywa mtoli bro. Sisi tupo. Naona pia hata leo mmegesi sana. Gesi kwamba pengine Memco inaokuja kuna mtu special ambaye anaweza akawa kivutio sana. Wao watulie tu. Mimi siwezi kumtaja, wao watulie wakutane na episode namba 13. Si surprise unahitajaje? Watu wanatakiwa wawe na mizuka na wataenjoy. Hakuna episode kali kama episode ya 13. Mimi ndo nimetoka kushoot, nimepita hapa. Na vitu kwenye gari, nimetoka kushoot, nimepita hapa. Sana. Basi tutastream ile tuangalie hicho ambacho nakizungumza kikali tutakikuta. Noma sana. Tuko pamoja. Shukrani sana. Aisee pamoja sana. Noma.